Kwenye mkoa wa Mara tumebahatika kupata miradi mingi ya kistratejia. Tumeshapata nafasi ya kuitembelea miradi hiyo na tulizungumza katika miradi hiyo. Lakini leo tuko katika mradi mwingine ambao ni wa kipekee sana kwa mkoa wetu. Mradi huu ni wa kipekee pia kwa ukanda huu. Na ni mradi ambao binafsi huwa naamini kabisa mradi huu una reflect maisha na imani ya baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nisiongee maneno mengi, ila nikukumbusheni tu mwaka huu kauli mbiu ya maadhimisho ya sherehe za Muungano inasema kuwa muungano wetu ni dhamana, heshima na tunu ya taifa. Hivyo shiriki uchaguzi mkuu wa 2025. Sote ni mashahidi. Tusikiliza historia, na mimi nilishafika hapa mara kadhaa. Historia ya eneo ya ujenzi wa chuo hiki kilianza ile miaka ya 2010 pale 2011 12 pale, wakati wa awamu ya 3. Ukaenda ukafika mahali, awamu ya 4 ilikuwa. Ukafika mahali ukasimama. Ukapita awamu hizo, awamu ya 5, awamu ya 6. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akasema mradi huu lazima uanze. Mama Samia oye! Na sio uanze tu, ukamilike. Kwa hiyo akatoa fedha kwa ajili ya kuanza mradi huu, tukapata na wahisani, na mradi huu unaenda kwa kasi inayotakiwa. Ni matizamio yetu kuwa mradi huu utakamilika kama inavyokusudiwa, na pale mwezi wa Oktoba basi ile kundi la kwanza la wanafunzi linalotakiwa kufika hapa litafika. Sisi kama serikali ya mkoa tutasimamia kwa karibu utekelezaji na ujenzi wa chuo kikuu hiki. Tutahakikisha kuwa ujenzi huu unafanyika kwa kasi stahiki na kwa kiwango kinachotakiwa. Hivyo, na tutaendelea kufanya hivyo ili basi tuhakikishe unakamilika kwa wakati huo. Lakini ni kwa nini leo ninaona kwamba wakati tunaadhimisha masuala ya muungano na tuko kwenye chuo kikuu hiki, kwa nini ninaiona ni siku special sana? Kwa sababu moja tu. Mimi si mbaguzi wa kanda, mikoa wala nini. Siko huko. Lakini sote tunafahamu baba wa taifa hakuwa mbaguzi. Hakuwa na ukabila, ukanda wala hulka za aina hiyo. Kuna wengine wangekuwa na nafasi aliyokuwa nayo baba wa taifa, ninaamini kabisa vyuo kama hivi vingekuwa vingi kwenye wilaya zao, vijiji na mikoa. Baba wa taifa hakufanya. Lakini amekuja kufanya Tanzania, rais ambaye anatoka Zanzibar. Pigieni sana makofi Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa mimi ninaichukulia siku ya leo na maadhimisho haya ya muungano kipekee sana. Sababu maendeleo haya
katika mkoa wa Mara ambayo ni very symbolic na yana sadifu sifa za baba wa taifa, yanafanywa na kiongozi wa taifa letu kutoka upande wa pili wa muungano. Huo ndio Utanzania wetu. Tujivunie na tuishi Utanzania wetu huo. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Katibu Mkuu, naomba sasa ikikupendeza, ninapewa noti hapa, kuna mtu ananikumbusha kitu. Okay, naona mkuu wa chuo anaomba nafasi. Sasa kabla sijakukaribisha, basi ningeomba makamu mkuu wa chuo au katibu mkuu Wizara ya Elimu, basi tafadhali. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Elimu oye! Butiama oye! Sijawasikia jamani wana Butiama. Elimu oye! Wana Butiama, ndugu wana Mara, nadhani sote ni mashahidi kwa namna ambavyo mradi huu umepewa fedha nyingi. Uwekezaji uliofanywa na serikali si, kwa lugha ya mtaani wanasema si mchezo, wengine wanasema si wa kitoto. Ni uwekezaji mkubwa kweli kweli, na ni uwekezaji endelevu. Tumetajiwa faida nyingi hizo zitakazochagizwa na uwepo wa mradi huu hapa Butiama. Tumeelezwa kampasi nyingine ambazo zitakuwa affiliated na chuo kikuu hiki. Lakini wakati anaeleza hapa makamu mkuu wa chuo na hata katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, mimi kama mkuu wa mkoa wa Mara nilikuwa nasikiliza kwa makini kweli. Kuna kitu kimoja hapa sijui mmesahau kwenye script zenu huko. Chuo kikuu kishiriki hiki, tunataraji mtaweka chuo kikuu kishiriki cha tiba kwenye hospitali ya Mwalimu Nyerere pale Msoma pale Kwangwa, na eneo limeshatolewa, mna ekari karibu 30 nadhani ziko pale. Hamjasema chochote. Sasa kwa upendeleo, hebu niwape tena kanafasi kama harasi muendelee kuongea hapa Mara. Hebu muongee kidogo hapo. Yes. Karibu. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wote na wananchi wenzetu ambao mmekuja kushiriki katika ziara hii. Mkuu wa mkoa ni mchokozi, na najua anataka kusikia jambo, na nilisikia katika ziara jana jambo hilo likiongelewa. Nikasema wanajuaje mipango yetu ya mbeleni? Mbona wanaiongea mapema? Nataka niwahakikishie kwamba mlichokisikia kimeongelewa jana ni mpango uliopo wa chuo hiki na wala sio uongo. Katika mipango ya chuo hiki ni kwamba watakuwa na kitivo cha tiba hapo baadaye, na kitajengwa kulingana na hali ya fedha inavyowezekana. Kwa hiyo ni mpango halisi, na tunajua kulingana na Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anavyotoa kipaumbele kwenye huduma za elimu na afya, hata jambo hilo atalitolea fedha na tutakuwa na kitivo hicho, na hata ile hospitali itatumika kwa jinsi ambavyo ilivyoombwa. Kwa hiyo naomba niwahakikishie kwamba ni jambo ambalo lipo katika mipango ya baadaye
ya chuo hiki, na ninaamini zitatekelezeka katika siku za hivi karibuni. Asante sana Mheshimiwa Rais, naamini utamani kusikia hilo, na nimewahakikishia hilo wananchi wa Butiama pamoja na wananchi wa Mara. Nikuhakikishie tu Mheshimiwa Katibu Mkuu kwamba wanataaluma tumejipanga mwaka huu kuanzisha shahada angalau 5, pamoja na kwamba tuna mitaala 16 iko tayari, iko TCU kwa ajili ya kukabidhiwa kupewa ithibati. Na mwisho wa mwaka huu tutakuwa na nafasi ya kuingiza wanafunzi wa kutosha ili waweze kuanza masomo, tusiwe na majengo yaliyosimama peke yake. La mwisho Mheshimiwa, tumezungumzia kuhusu barabara za ndani. Mahesabu, kwa kihesabu kuna barabara kilomita 8.2 ndani ya kampasi yako kuu, ambayo ni eneo la ekari 573. Ukiamua kutoka hapo kutakuwa na kilomita 8, lakini ni nusu kilomita tu itakuwa barabara ya zege. Kilomita zingine zote ni barabara ya vumbi au kwa lugha nyingine tope wakati wa mvua. Tunaomba sasa hivi kwamba kama kuna uwezekano ili tuweze kutengeneza barabara nzuri kwa ajili ya majengo yetu mapya, angalau taasisi kama TARURA wanaweza pia wakafanya la kwa wakatuwekea zege hizo kilomita 8.2. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, naomba kuwakilisha. Asante sana. Kwenye sekta ya elimu, jambo hili ni kubwa sana kwa Wanabutiama. Ni kubwa kwa sababu linafungua fursa za kiuchumi, lakini na maendeleo ya kijamii eneo hili. Nyuma ya milima hii, Mheshimiwa Katibu Mkuu, wizara imetupatia zaidi ya bilioni 1.6 kujenga shule ya sekondari ya amali. Lakini ukienda mbele kidogo hapa, wizara imetupa zaidi ya bilioni 1.5 kujenga chuo cha mafunzo ya ufundi sanifu VETA. Eneo hili ni academic area, na sisi tunashukuru sana Wizara ya Elimu kwa mambo makubwa yaliyofanyika. Nawapongeza sana viongozi wa serikali, uongozi wa Wizara ya Elimu, uongozi wa mkoa chini ya waziri na katibu mkuu wake, uongozi wa mkoa chini ya mkuu wa mkoa, uongozi wa chuo chini ya mkuu wa chuo na makamu mkuu wa chuo na baraza la chuo, lakini vile vile kipekee kabisa wahadhiri na watumishi wa chuo hiki tunawashukuru. Tunatambua mazingira magumu ya kazi yalivyo katika eneo ambalo bado changa, lakini tunatambua moyo wenu wa kujitolea. Nataka mjue tunawaenzi na kuwathamini sana. Tunawashukuru sana. Baada ya hayo, ndugu zangu, na washukuruni, tunawapenda sana na tutaendelea kuwatumikieni. Asanteni sana.